Yesu Bwana wa mabwana. For he knows that God, many want them to see the day, Father, but they never see my God. Eternally your mercy and your grace, Father, we just made us to see the day, God. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wa majeshi, sio ya kwamba sisi ni wema Bwana, juu macho yako ila ni neema zako na kibali ambacho kimefanya tukaione siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa mbinguni, ni asante Bwana wa majeshi kwa wema wako na fadhili zako. Katika jina la Yesu Kristo wa mbinguni, tukikuabudu Bwana wa mabwana asubuhi ya leo Bwana wa majeshi, naomba Bwana ukapokee kuabudu kwetu katika jina la Yesu Kristo wa mbinguni. Siku ya leo Bwana wa mabwana tunaikabidhi mikononi mwako, tunapoendelea Bwana wa majeshi. Asante Bwana wa majeshi, tunasema ni asante kwa umbali umetutoa na mahali tumefika Bwana wa majeshi. Katika jina la Yesu Kristo Bwana, tunakuambia Bwana utatupa mwanzo mwema na utakufikisha mwema, na umefanya vile Bwana wa majeshi. Bwana wa mabwana, ni asante Bwana wa majeshi. And now my God, my Father, I thank you for your my God. As you do to me with us, Father, as we continue in the midst of this dear Lord, katika jina la Yesu Kristo wa mbinguni.
Yesu Kristo kwa mbinguni. Ni asante Bwana wa mabwana, kwa kuwa unaenda kutuongoza asubuhi ya leo, kwa kuwa unaenda kutulinda Bwana wa mabwana, kuanzia leo kuendelea, katika jina la Yesu Kristo kwa mbinguni. Tunaomba mwanzo mwema Bwana wa mabwana, katika jina litamani Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo kwa mbinguni. Tutakapoona mwisho wa ibada Bwana, tutasema nguvu na uwezo zikakurudie, katika jina la Yesu Kristo kwa mbinguni. Ni asante katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Everlasting Father, we come before you this morning, honoring and glorifying your name for the Father you have taken us, dear Lord. We worship you, King of all glory, for we know that you are the only Father. Katika jina la Yesu Kristo kwa mbinguni. Bwana
Yesu asifiwe. Kati motibe si mnanijua? Haleluya. Nimeenda kwa fellowship zenu na kuna siku nilisema ati nyinyi ni wa kanisa yangu. Nyinyi ni wa kanisa yangu, na wengine wakashangaa mpaka wakaniuliza fafanua zaidi. Mimi ni wa kanisa na tuko nani? Mimi ni wa kanisa yenu kama mmeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kama nimeokoka, kwa sababu nimeokoka, I belong to your church. Mimi ni wa kanisa yako. Kwa sababu kanisa si jengo. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kanisa si nini? Si jengo. Na kwa hivyo, kwa sababu ya dakika kidogo ambazo nimepewa, wacha nipishe sana akuje awasalimia dakika kidogo tu alafu niendelee. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Wisdom, nimeokoka na nampenda Yesu na nimefurahia kukuwa pamoja na nyinyi hapa. Amen. Amen. Taacha kuna Mungu awabariki. Ni kijana mzuri kwa sababu siku nyingine pasta akaniambia enda Kiadudu. Akiniambia uniachi. Nilikuwa nataka kumwacha hapa tulienda na yeye. Kwa hiyo asifiwe. Lakini kuna msichana tuliacha. Nashukuru Mungu kwa sababu ya dakika zile nimepewa. Ni kwa sababu tuko katika huduma moja, tuko katika kanisa moja. Tuko katika kanisa moja. Na kwa hivyo ningewaomba tuandamane na nyinyi mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na because today leo si ati na ubiri, leo nataka kufundisha kwa sababu hata ukifuata the gospels that is Matthew, Mark, Luke and John, utakuta kwamba Yesu alikuwa anafundisha sana kuliko kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiri mmesoma katika Matthew, Mark, Luke and John, mtakuta kwamba Yesu alikuwa anafundisha. Na kanisa pastor siku hizi inahitaji kufundishwa kwa sababu wengi sana wameingia katika alafu wamesahau wokovu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu ni nini? Wokovu ni what you are doing when you are alone. 80% ya wokovu ni what you are doing wakati uko peke yako. Unaifanyia nini hiyo wokovu yako? Bwana Yesu asifiwe. Na 20% ni ile watu wanaona. Huko kwingine waoni. Haleluya. Na kwa sababu mimi ni mzee kuyashinda, mtanikubalia nisimame huku mbele kwa sababu I'm teaching, I'm not preaching. Bwana Yesu asifiwe. Pastor ni sawa. Nisimame tu hata hapa. Madhabahu kokote. Si mnaamini hii madhabahu? Hii madhabahu inaongea kwa niaba yenu. Ukitaka baraka unakuja kwa hii. Na kama uko na adui na huko, unakuja kwa hii madhabahu. Haleluya. Nataka tuingie katika mafundisho. Na mafundisho ya siku ya leo ni nataka tujenge kanisa pamoja. Nataka tujenge kanisa. Na kwa sababu nyinyi wote najua kuna mahali mlikuwa kwa kanisa lingine before you came here. Ni ukweli? Ama najiongelesha? Nataka tusiongee kuhusu kanisa hii siku ya leo. Nataka tuongee kuhusu kanisa hizo zingine. Mnikubalie niongee kuhusu kanisa hizo zingine. Sana sana ile nimetoka. Kwa sababu kuna kanisa huwa anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Bau sisi kanisa kwa kuzana, no ni sawa. Hadi tuongee kuhusu kanisa zingine na tusiongee kuhusu hii. Haleluya. Sasa nataka tujenge kanisa. Nataka tuseme hivyo kwa sababu kanisa kujenga ni siasa ya aina ikena kila ujumbe. Siasa ya aina ndio. Kanisa litajengwa na kina nani? Kanisa litajengwa na kina nani? Alafu mekera itajengwa na watoto, itajengwa na watu wazima, itajengwa na wazee na wamama. Wamama nimeona wakiimba lakini wazee sikuona kwa yao. Ama nitaona next. Akina leo kuna mkutano ya wazee. Nashukuru Mungu. Sitaenda, lazima nikae nisikie. Kwa sababu hata mimi ni product ya wazee. Mimi ni mzee.
na ni product, kwa sababu mwalimu wetu wakati niliokoka katika church kulikuwa na kikundi kilikuwa kinaitwa Men 2000. Men 2000, hapo ndipo pastor wangu alinipoint, na I was very shy. Mimi hata ushuhuda kutoa ilikuwa ngumu, lakini si ati sikuwa nimeokoka, lakini kutoa ushuhuda ilikuwa ngumu. Akaniambia you'll be a preacher. Na mimi sielewi, lakini leo ndio ninajua ni Roho wa Mungu aliongea. Aliongea katika udogo, ni udogo ama ni mchache. Aliongea kwa sauti dogo tu, lakini kumbe Roho wa Mungu alikuwa nyuma ya hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Ati leo today I am a preacher. Hiyo to the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kwa kanisa hii kwa sababu ya vitu mbili napenda katika kanisa hii. Kanisa hii is a worshiper. Huwa mna worship God, huwa mnaabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mjue saa hii ya kwamba tukipita kule tunasikianga worship. Kwa hivyo mimi ama worshiper, kwa hivyo nimekuja to worship. Hallelujah. Amen. Nimekuja kwa hii kanisa kwa sababu it is a third day church. Ni kanisa ya siku ya tatu. Ni kumaanisha nini hiyo? Inamaanisha ni siku ile Yesu alifufuka. Na kwa hivyo Yesu amefufuka, yuko kaburini, na kama hangetoka kaburini mimi singekuwa na ushuhuda leo, na sijui ningekuwa na ubiri nikisema nini. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi you are a third day church. Nyinyi ni kanisa la siku ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kama hunjaamini hiyo, hebu elewa ya kwamba wewe ni kanisa la third day church. Hallelujah. Regardless of the name. Kwa sababu mimi nilishangaa kufika Kiandumbu, mimi sikuona ni kitu kama ile. Kwa hivyo sikujua kanisa inaitwaje. Sasa hata kuulizia kanisa iko wapi, nilishindwa kwa sababu niliulizwa kanisa inaitwaje. Sijui, sikumbuki sikuangalia pale. Siku ile nikasema ya Pastor Mutegi. Ile. Lakini sitaki tuwe tukiita ya Pastor Mutegi, nataka tuwe tukiita kanisa ya Kristo. Haleluya. Kanisa ya nani? Ya Kristo. Yeye ni mtumishi wa huyo wa Kristo. Na huyo atasimama mbele zake Mungu aulizwe, ulikuwa kwa madhabahu ya Kedemo, what did you do? Ulifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuangalie kujenga kanisa. Nataka tujenge kanisa kwa sababu there is a plan. There is a plan. Umechanganyikiwa hapo. There is a plan. Kwa sababu kuna mtu alikuja Kedemo na akasema we have a plan, na mkampatia serikali. Simulimpatia serikali because they had a plan. Kanisa la Kristo alichukua hiyo mstari kutoka kwa Biblia. There is a plan ya kanisa la Kristo, especially kanisa la siku za mwisho ambayo ni sasa. Kanisa hii ndio ya last day church. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Nafikiri that is a good introduction. Sasa wacha nisijiongee sasa. Wacha niongee kuhusu kujenga kanisa. Tuko ready kujenga kanisa? Na tafadhali, si ati nimekuja kuitisha pesa. Kwa hivyo wacha kuweka akili yako kwa pesa. Sijakuja kuitisha pesa. Nimekuja kusema tunahitaji kujenga nini? Kanisa. Now, kujenga kanisa, na Mungu alisaidia hapa niingie kwa roho zetu. Kujenga kanisa kunahitaji wewe. Na nataka tujenge kanisa la mawe. Tusiweke mapati kama hii, sababu hivi karibuni mtaweka ghorofa hapa. Na amukuamini? Amen. Hiyo mnaweka kanisa hapa kubwa. Msingoje mnaambia awe na kiremba kubwa ama awe vile atakuwa. Msingoje mimi ni mnabii. Haleluya. Foundation yetu iko katika unabii na watumwa. Disciples. Hiyo ndio foundation yetu. Na kwa hivyo nikikwambia hivyo, shika hiyo, kamata hiyo neno ni yako. Hii kanisa hapa kubwa sana. Naona hall huko chini. Na naona parking ikiwa kubwa tu. Ninaiona. Na kwa hivyo nikubalie kusema ya kwamba nawaita kutoka north,
kutoka south, kutoka east, kutoka west, wakuja kwa makumi yao, wakuja kwa mamia zao, wakuja kwa maelfu na makumi ya maelfu wakuja, ili wasikie neno ambalo Mungu aliweka katika mtumishi wake. Haleluya! Na mtumishi wake hakujilete hapa, alitumwa. Na ndio sababu ukitaka kunawiri, kuna neno linasema ya kwamba ukitaka kufaidika na kunawiri, yani to prosper, believe is Sabbath. Bwana Yesu asifiwe. Uamini is Sabbath. Haya, tujenge kanisa sasa. Kanisa inajengwa na mawe. Haleluya. Before niende hapo, nauliza, kuna mtu hapa fundi wa mawe? Kuna fundi wa mawe? Kuna mtu ashawahi fanya kazi kwa mjengo ya mawe? Ndio nauliza. Kuna mtu ako na uerevu ya mawe ujengwa aje? Nyumba ya mawe inajengwa aje? Piga hiyo kile kitu, nataka iwe interactive. Nataka muniongeleshe na mimi waongeleshe. Nataka iwe interactive. Pasta ushawahi? Anakorudi kutawira wa mjengo wa moko. Tena sima huko kwa fundi. Oya sawa? Torabujia na ke. Bwana Yesu asifiwe. Nini na nini inahitajika? Tools. Kujenga kanisa. Tools. Kidia upande wa tools. Haleluya. Yes. Tunahitaji watu kwanza. Nani huko kwa haraka? That is manpower. Yes. Mpaka tuwe na tools, tuna vijiko, tuna kabiro. Au kauli ule kwa okay. Kabiro? Tuna kabiro, tuna gisiko. Square. Underline square. Nini kile? Level spirit ya kupima. Nini kile? Tunahitaji mawe, mawe. Very good. Thank you, Pastor. Okay. Kuna mtu hapa ashawahi enda kwa Kwale? Kwale. Yeah. Kwenda Kwale Kabagire, ni Kabagire kwenda kwa Kabagire. Na hapa, baina Kwale na Bagutiko. Na kwenda nyingine hapa kwa Mungu. Ege na hapa ndio Jeho. Kwenda ege wapasi sana kwa kule kianda. Ege Kimanga ro kwenda Kwale. Dia nani ona? Okay, adilile baina kwa. Very good. Wacha kwanza tuongee kuhusu Kwale. Utajua mawe ya Kwale kulingana na lile jiwe liko pale. Kuna ingine ya Karagani. Grey, yes, grey. Kuna ingine unaona hiyo mawe beautiful because sawa imejenga jiwe vizuri. Sio? Alafu kule Kwale kuna toangu wa mawe. Kuna mawe ya kujenga kama hii. Hii naona huku. Si inatoka Kwale. Ama inatoka wapi? Si inatoka Kwale. Very good. Kama inatoka Kwale, tuendeni kwa Kwale moja sasa. Hii Kwale iko na Kabagire. Mawe ya Kabagire si the na mawe ya hapa kwa Mungu. Si ni kweli? Iko tofauti kidogo. Hata kuko na nyingine na pale tu kwa ukienda kwa Ruta. Si pako na nyingine hapo. Kwale ni very important kwa sababu ukichagua Kwale mbaya iko na mawe mbaya, utapata mawe mbaya. Haleluya. Ukichagua Kwale nzuri, utapata mawe nzuri. Siku hizi tuko na ingine inaitwa Ndargo. Ndargo ni Kwale. Si ni Kwale, ni mahali panaitwa Ndargo kule Thika. Hiyo Ndargo watu wanasema ni mawe, lakini si mawe, ni flex inaitwa hivyo. Lakini inaitwa kulingana na Kwale zile ziko pale. Kwa hivyo kule Ndargo hiyo inakata na mashini. Si ni mashini inakata. Good. Sasa tungoje kwa hii ya Kabagire. Samahani kabla ya watu kujua Ndargo. Tukuja hapo. Kulikuwa na mawe ingine imejenga nyumba na hapa chini kwetu kuko na nyumba kadhaa. Alafu hizo nyumba ziko smart. Kuna vile mawe ina songwa alafu inawekwa madirisha.
iko sawa, lakini si haijakatwa kama ndargu ile imekatwa the same, na hiyo inakaa smart sana hata kushinda ndargu. Bwana Yesu asifiwe. Huko sasa nisaidieni, ni nini na nini natakikana? Chiso, keboi, duru, ndio hapo. Ni mato. Ile ya kuchimba, ya kutoa. Good. Na hata Nairobi nilikuwa naona axe kasoka kile kadogo mtu anaweka mawe hapa katikati. Unachimba hivi. Axe. Soka ile soka mnatumia huku kwa siwa kuni kule inatumika huko na special kutengeneza mawe. Bwana Yesu asifiwe. Pastor mbona mnatupeleka huko sasa kwa kujenga kanisa na mawe? Niko na resort. Hapa resort. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukuja kwa science. Nani tutasomea Bible? Tuende kwa Bible. Nilisema kwanza we have a plan. Na hiyo plan iko katika Ephesians 1:10. Pastor moja angalia hapo. Alafu pastor mwingine aangalie katika Korani. Twende Korani. Mapasta lazima wao wanajua Korani iko wapi katika Biblia. Korani iko katika 1 Kings 6:7. 1 Kings chapter 6:7. Kuanzia hapo tutaenda Korani. Mmefika hapo? Sasa tukwende kidogo. Kuna Korani moja niko kiroho. Kuna Korani moja tunatoanga nguvu zetu hapo. Na hiyo Korani tuliongea na watu wa Yaduru siku ile nyingine. Hiyo Korani iko katika Matthew. Ukiangalia mtu mmoja aliangalia Matthew 16. Umefika Matthew 16. Kuanzia laini ya 18 hapo Yesu alifika mahali akiwa na wanafunzi wake akawauliza, wewe tambira ikao andu mauga kati ogoro wako mwende sura uja niko na mwera munga musene kemo sene na au ya teleteso au ya tele wanafunzi wote walikuwa wote andu mauga kati ogoro wako, what did the people say about me? Na walijibu ya walijibu wengine wanakuita nani? Messiah. Hai, hivyo kweli? Wengine wanakuita Nirafira ni garamu mbele, alama jirabo Matthew 16:18. Ando mauga kati ogoro kwa mabeta kati. Watu wananiita nani? Basta la tuila amwe mambo vile. Elita. Wewe kwa nini usikuru tuweze kuza ujasiri ya haraka mno? Elita, wewe John the Baptist. Mambo ando nakulia chai mambo katiriri wewe chomana ule wa mufatidania. Na ile kana wewe umwe wanambia ya tene. Wewe umwe wanambia alia hate todo maundu maria wikaga ni manathi mangiko huko kuguo we urone andu mauga atiriri maundu mathukire kanitha rimwe maundu mathukire mauria niwe nawe na nyinyi wewe unanitaka aje? Na hapo ndipo kanisa imefika. Tunaulizwa wewe unaniita nani? Mimi ni nani kwako? Hao ndio wanasema hivyo. Uijuana ndio na niguo ni mwende muse maundu ma kanitha tondu na kuja ni mwese mamwitaga atia wanakayunga kwera mundu mwaro wa bya bakebera kanitha ira na mbere mamwitaga undu fulani amwe wana mahoya kirwa ndi mundu fulani mutigo yakao amwe mekaga ogo no ndenda mumbero no Jesus akiuja atiriri what do people say I have makemwera alisoka kema unja terere
What did you say I am? Whom am I to you? Mkena kidani. No gai akiona abana. Kondo kwenda kamwana yamenye Yesu. Gai mwenyewe akenaramukia mundu etiwe Peter. Peter, ndio Peter Petero. Aramukia Peter agekera insight. Akemoikera ke no. Yesu no. Peter kero kengajara. Akero yes. Peter kiuga wewe ni Kristo. Wewe ndio mwokozi wa ulimwengu. Yesu akasema, Peter kusema ukweli, hii jambo haijatoka kwako. Hii umeambiwa na Baba useme. Hii imetoka kwa Baba. Asante Peter. Na kuanzia sasa Peter, you'll never be called Peter again. I'll change your name. Nitageuza jina lako. Kuanzia sasa wewe ni Kefa. Kefa inamaanisha nini? Jiwe, rock. Kwa hivyo rock, tunakata rock ili tupate mawe ya kujenga. Kwa hivyo kwa wale moja ni Peter. Lazima utambue Yesu ni nani na anafanya nini na ametoka kwa nani ili wewe uwezapike kama mtu wa kujenga kanisa. Uwezi jenga kanisa kama hutatambua Yesu ni Kristo. Christ means anointed one. Huyu ndiye tumepewa peke yake, mteule. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kristo tuko pamoja mpaka hapo. Kwa wale moja ni lazima utambue Yesu ni nani na ametoka kwa Mungu na amekuja kufanya nini. Kwa hivyo wokovu ni lazima. And it is no other. Na haiko kwa mwingine. Wokovu iko kwa nani? Kwa Kristo. Wokovu hauko kwa pesa zako. Wokovu hauko kwa manyumba. Kuna mtu amesema hapa, niliobewa na pastor na nikasaidika. Hata kama niko na manyumba zangu, asikunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Niko maanisha kwale ile wewe umetoka. Hata kuna andiko lingine linasema, don't you know the quarry where you are born? Yani mawe kule umejengwa. Umetolewa wapi? Umetolewa wapi? Kwa kwale gani? Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo nafikiri kila mtu ameokoka. Kwa sababu wokovu hauko kwa mwingine yote. Wokovu uko kwa Yesu. Haleluya. Umeelewa mambo ya kwale sasa? Hiyo ni kwale moja ambayo tumeambiwa tuangalie. Ya kwamba ni kwale ya wokovu kutambua Yesu ni nani. Tuende katika hiyo nyingine. Haleluya. Nisomee. Ephesians 1:10. The plan. The plan. Aliko gari karaki. Kristo akorwe aike kiongo. Kristo akorwe aike kiongo. Kiongo kiano ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikikwambia kuja tujenge kanisa, na maanisha lazima ukuje na ukuje ukiwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mnyaga wewe biga tondo Peter dekwa Peter ne wagaroni weletwa. Peter aliitwa jina lingine, aliitwa Kefa. Na Kefa inamaanisha nini? Jiwe. Jiwe ambalo nitajenga kanisa juu ya jiwe hili. Na hiyo kanisa milango ya kuzimu haitafanya nini? Haitaingilia ama iharibu ama iguze. Ni tajenga kanisa juu ya hii rock, hii mwamba. Ukishaokoka, kanisa inajengwa juu yako na milango ya kuzimu haitaiweza. Bwana Yesu asifiwe. Milango ya kuzimu haitaiweza hiyo kanisa.
Sasa kubali wewe uchenjiwe jina leo. Usiitwe Peter, uitwe nani? Lock. Kefa. Bwana Yesu asifiwe. Ati uitwe nani? Kefa. Ati wewe ni jiwe. Ati wanaro vimakuona. Makuona katika. Magendia makalemwa. Makendia tosao makendia ng'ombe makendia ndio sio ndo wanakendia ng'ombe ni mendia. No wewe ndio unataka. Todo we lock. Wewe ndio lock. Wewe ndiga wewe Peter. Tajia kwa kaka story ka Peter. Peter ayumwe wale mataya bomu venye wale kundi kempia wanafunzi wake Yesu. Tuko pamoja? Peter hakuwa na uelewa yote, lakini kuna watu walishindwa na kujua Yesu ni nani na walikuwa madaktari. Walikuwa wamesoma sana kama Matthew, kama Luka. Luka alikuwa daktari. Bwana Yesu asifiwe. Na hakujua. Kwa hivyo hii mambo si ya wale welevu. Hii ni ya wale wanakubali. They are variables. Wale wanakubali wao wanakubali Yesu ni nani, ametoka wapi na amekuja kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Mpaka hapo tuko pamoja? Ati ya kwamba Yesu ni Kristo, ni mwokozi wa ulimwengu na kwa hivyo ananiokoa. John 3:16. Kwa hivyo ngapi? God loved the world so much that he gave his only begotten son so that whosoever will believe, whosoever, na wewe ni mmoja wa whosoever. Olio kamwete kija ndakaore no agera ndwe na moyo wa tene na tene tocio we naguo tiguo we mwaka gukira aria makuite we nenda cia Ngai tumetokoro we moyo ni marakwira no maera kinyambia na we nduri koguo ni waragirwo kue no nenda ciao cia Ngai kinya otambure Kristo no iyo mwetaga atia we. Bwana Yesu asifiwe. Asio wengine mamwita kwa mamwita iwe nawe umwita ngapi? Wewe unamuita nani? Ukiwa peke yako unamuita nani? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kristo tuko pamoja. Tunajenga kanisa. Twende kwa First Peter ili tuelewe sisi ni akina nani? Sisi ni mawe. Twende kwa First Peter tafadhali. Ndio kuna First Peter ile kaika number 4. First Peter 2. Kwa sababu sisi ni mambo ya kujenga. Wakati kwa mwaka nikia kigale ni moyo. Ile yale yote hapo. Tuwate ile ya kuliwe tenga hii. Na ile ya koro. Ukai, mwenyewe ukai. Yaani Mungu anapakiana nafasi ya tukuje kwake. Nikikumbuka tu wale wa Israeli walikuwa naambiwa jitakaseni. Oga, mkuje mkutane na Mungu kwa mlima. Na imagine waliogopa, hawakukubali kwa sababu Mungu hakukuja na staili zao. Alikuja na staili zake. Waliogopa na wakarudi na wakaambia Musa tafadhali, kile atakwambia kuja utuambie taamini. Kwa sababu wewe unaongea naye akiongea hivyo, wewe hapana, mimi wacha nijielewe home. Wananiambia vile tofauti tafadhali. Tiga hakwira uko mbele. Na ningetaka tuwe na pastor sio Mungu. Haleluya. Kuna staili za Mungu naweza jua ukamwogopa sana. Je, unajua ni yeye aliweka milima vile iko? Unajua ni yeye alifanya kila kitu kiwe vile kiko? Plus you hata wewe vile uko? Akikulala jana na kuamka leo, hiyo ni ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Angagutira na henge mama mire na matena okera. Niko wao ora pesa nitasikia kana. Ora pesa nitasikia kana. Bwana Yesu asifiwe. Mawe ambayo unataka kujenga kanisa nayo ndio hii. Wewe je, mbona ujui wewe ni jiwe ambalo liko hai? Na jiwe vile la kona vile lilikataliwa na wajenzi, wale wanajenga nyumba mafundi kama hawa. Vile jiwe lilikataliwa, yani kujenga kanisa ya kiroho, hiyo ndio inakuwa jiwe la kona. Bwana Yesu asifiwe. Jiwe ndio hili la kona. Je, unajua hiyo fundi ataitisha tunafungia na wewe pasta. Hii jiwe
no kinya le korwale ba ya le korwale ro ngaro na le korwale na pitija iendeka gogo kwenda kabiro itika ile ile kabiro leo hata ile tinda kale ke thonde kwa hakuna chizo hakuna axe hakuna hama gotie gotiro ke thonde kale jale ile tiga lega nusi ulera moko lete au kama ni wadogo na ukiangalia ile unakuja nayo unawekea alafu mpaka wakati utasema niko sawa. Hiyo ndio jiwe la Yesu sasa. Namaanisha Yesu hiyo ndio jiwe. Hiyo ndio itapima kwenda hivi na kwenda huku. Lile la kwanza. Ndio itapima kwenda na huku na kwenda na huku. Na lazima tuwe na ni square. Square nayo ni ya kuweka kwenda na huku na kwenda na huku. Alafu weke nini? Kamba. Si kuna kamba? Na kabiro na wekere kabiro. Huko kabiro ni gako thima. Twambe tutigana na kabiro gaimo. Tondo etigalere no na lele ega. Twambe tukire matika mau mengi ni mweri. Yoke yeke wabamu. Bise kanele ganene na lele lenge. Ni akorwa litega ne na lele lenge. Ile ya mbere kwina maundu makwikika. Tandeje kuga, tauga na sauti. Le kwa ya. Dia asaswe. Yani le temate mwe. Kana wanakui bandu bataka vanini batarenda kwa muno balenda nyondo. We nyondo yake kwa weka yuko kakalingwa kakatemuka. Mafikia mali atu na mone piga talere na tewe ne nwale tuwe tuwe ne pasta. We abaye Mondo amoko. Leta nyondo. Ni tikage na kalita teno demwe. Akine kile. No atete ka. Edigariu lekene igwa bali anja. Igwa bali anja tondo. Esale beke weke. Tondo ni yalega. Oye digo ngero ya no yinga lekena kale onde. Kana seko. Mori ke orage. No ediga lega. Liauka, tuweza liauka, migauka. Na ete kinga wakabora tika kule yaga. Kwa kinale lingwa lega nene yeta kwa mota, lega nene na mota. Alafu nikiro Karolini yoneke no kinale ukwe kwa lingwa. Antasu wewe hapa ndio sababu tunajenga kanisa. Haijengwi namna hiyo unafikiria tulikuja hapa kuimba na kwenda nyumbani. Wewe na kolinga limbua. Haleluya. Bisa kama wewe kwa kolinga limbua matika. Matika ni maoke. Haya, kwenda leo ndio okay. Wewe na wewe watu tradeli. This is oversize. Ni muno kanida yago kwa oversize kilo. Kama oversize stones. Kana kalenda kwa. Ni wewe muno. Kompara ule kanisa A, anaenda kanisa ole kweka kwa kanisa A, wewe kanisa C. Inawezekana? Kwaje karau bila nakuneti? Ndio moja ringi. Na para matina nyita. Ndio matina nyita. Ketika leo pasais, lenda kugalete kuigana na lele ya mbele. Lenda matika monte mekana na leo. Neke tondo arawire denywa kwale bi bobo alenda matika monde makorowe mai makara ya kwale bi akalia ndo wati wa site bobo kalide na tumwa kwe na matika makwale dingi bobo le kwale no ingi dalenda neke oversize alenda matika monde makorowe mama nene na kwale bi kore alali. Haleluya. Edigalere lera tuangerero. Le akona. Na le tikona le ngakata te nyombe le karate ama. Wewe mwene okutumirwa nyombeo. Au karo jetiga ya na bundi no ale ile kolega nania. Nuse ngombe nyombeo ile mtu yote. Kwanza ile Musi wanakabali hapa wana ile gono leo mmezo marona wega.
mbera iko na toko kita ediga ni oversize mbera ni ko na toko ina ya oyara ko ni ko motaro tiga ini muire kanida ya do ko ni oversized stones majo kana mataka kulinda limbo ile mawe ambayo haitaki kutengenezwa itosane na ile. Haleluya. What? Nataka kanisa, nenda tu tumekanisa. Tukituma kanisa leo ambayo kwenda madiga ma oversize. Na tu wengine toni. Nini? Nikaseke. Kuras. Tenga vikiria wale na todo. Fundi yoyo alera mwa moko. Prince. Nengera namba 6. Oh, kwenda kaja. 6 peso. Leta 6 peso. Uga ai robale vale bro. Ano gile. Lele ko aleta. Rudisha. Ko mwana kanisa kira tu mwa kwena konoka. Todo mundo no alete. Aleta lele taibo number 4 kana number 5 something. Embezo na kona nyombero ni ko. Na todo ule na kabewa wira ni kitoka gikire. Oyo kundia kauga sokia dikwe. Kana lete ako sa icho wako. No menya no ali ni gerege. Dia tuang jadi. Tengok dikit. Bagi mo pasta. Nese ko ikong kikia ba te kau na kali. Wako ya. Koko marau kaka kanita me ai. Baik we. Wana mwana teo. Yo ini kali ni dia mi dia kali pendi. Tolo ni kere go. Koko kaka kanita ikitumwa ni madiga. Mata ina. Upungukiwa. Kania tekera kutonde kwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maybe First Kings 6:7. First Kings. Mungu amwambia ni Ramadhani kwa sababu ya kanuni. First Kings 6:7. Matiga Maria matumaga. Matiga Maria matumaga hekaro mathondekeretwo kwa reri niguo gutikegwike inegene ria nyondo ithanwa kana kindu kiothe gia cuma hekaro igitumwa. Kuna mahali ungeangalia ati Matiga Maria sokeri ndio Matiga Maria maraka Maria matumaga hekaru mathondekere kwa kabagire na baada kwike negene guku ria nyondo ithanwa ukire negene na riwe ukire na oversize yaku ya diga ya kuma na go ole kire nene kadida ale ai nene urenda mambo mengi kiwe. Let me warn you, the Church of Christ, it must be learned God's way. Inaenda na njia ya Mungu kulingana na plan ile tulisomewa pale katika Waefeso 1:10. God's way, njia yao ya peke yake ndio ebigalere lya kona ndio likuiganania monde na marama kutuma nyombe ukinyere. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tomi turasalia kilomita kwa loligi kede ebigalere tikakie kwa lori yani. Nige tomi tuwe na kapiro nikenda ni ebigalere ni kwa nani ni kwa kegoro leganane. Wana kwa ngombe kusaka makia ya mafundi tamama. Ati lete ebigalere kwa kwa barele. Na negwa luka teko lo negwa ati ediga lele na lele leta lele ligere no bego leo be mama mai ni sawa. Okay, na pewa mission then number
6 ndio nikaenda dere ya 4 na dere nyingine ya 4 leo kuone namba 6 nikaenda siegana na leo itakaje crack wanaweza sikiwe bila hivi kabisa nikolea mwambie kwa ina inagana ndiki wanaweza kitoki kemo ya bila uma ya inagana si unijibu bona kulikuwa na kelele kwa sababu ya mawe zingine ilikuwa namba 4 ingine ilikuwa namba 8 ingine ilikuwa 9 na itakiwi kwa hapa 9 inatakiwa kule chini wenda kwa kana lile ya kana ya kuingia ndio hiyo ni namba 9 ndio inatakikana hapo. Bora unaweka namba 4 kule chini, hiyo ndio itaanguka wewe. Hiyo ndio itaanguka. Bora unaweka 4. Unatakiwa uweke namba 9. 9 ni pesa leo yo kiaka kulinga na wale wale huduma. Mafika maria mega nene na marenda kuthonde kwa mauni mathonde kagani mbambe kama mno. Na mutiko kwa kwinegene. Niki Solomon's temple. Solomon ya ino muno. Na akerwa ninga yuraga. Mafika maria ndirenda matume ekaru ino. Mafika mau ndirenda inegene ku. Mathonde kerwe ku kware. Na marathonde kogo we wale ndikugura mafika mau. Uroje wega muno kandi meso. Tugekererwa cienyu waciĩkĩte kana thigari kuo. Tondũ ya ile thigari ndio ũragũra kana ndio ũraruta ũrathewa. Kana mbia. Nũici kanitha ĩno ĩgũrĩtwo goro na thakame. Nũici nĩ thakame ĩgũrĩte kanitha. Koguo batirenda ĩtherũ thĩinĩ wa kanitha. Wanĩcio sifiwe. Wana kabotigare wiwenga kwĩgũkorwo na mathiga oversize. Haleluya. Wana kabotigare wiwenga kwĩgũkorwo na tomatika tonini. Tondũ kanyama kũthika kũgwa. Ina leo kitonga giki na leo kibeza nĩ wĩra. Gĩtumerwo nyonga. Ikira pia Amerika. Akisoka arakora ng'ombe tume tuna mathiga makabagire. Mengi na koko ngakule. Arafu barako aija wananewekere matubale mandaka. Nwekere matubale mandaka hobo gatagate. Bigo keke kogora monangara alerwa boss nunua. Si mwingine aliniambia hii mchanga itatosha. Hapana, yule alijenga hii nyumba alijenga na mawe mbaya sana. Lazima iwe field. Kwa hivyo nunua mchanga nyingi. Koko kwenda wastage. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye kama mnaelewa, kuwe na wastage ya mana ya bia na dena menegani. Nikugatirire madiga ni mathondekerwe kware. Na kware madiga mare maoka na maima manene panini. Fundi ule umeto weroso wa utuma ekaru hiyo. Ni mobe akili oya tulie mani. Sio? Mafundi lazima wawe na akili. Na wewe kujota na tuma kwako. Ungena mwera nenda kingoroka itatu. Kana inya. Nimoni akivile hiyo kande. Nija kio la kinando magereta dia cia ogai. Kate muteo nile. No mwele kanitha yetu egwe. Tabeye asa. Bas. Mawe ikuja ile inatakikana. Na ikuja ile size inatakikana. Na fundi na yeye ajue ataulizwa na mwenye nyumba. Wafundi no level. Fundi ataulizwa na mwenye nyumba. Ulijenga aje hapa? Fundi no level. Walisho sikiwe. Kuko mafika maokana kandia nenda nende. Na mathondeke weko kware. Na ninge bituka kware. Ninge bituka kware. Bitigauke ningete saitire. Miuke rithiete. Vai food. Ambia lero nige. Walisho sikiwe. Let me repeat that. This is a new sentence ya kaya kuso. When the stones come and the rocks come, matika bypass fundi. Matika bypass fundi. Mauke mathiete kwe fundi. Nikenda arorie kana nere kwegana. Let me more size. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Itondo nake mwene wiroro airito ndamamaga wene wo mamaga nonga ndamamaga. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa ni vale tokaga kutethekera. Tunakuja hapa kusaidika hapa. Kuna wengine wanakuja wamevunjika kabisa. Wengine wa mauli tuene utakotea. Wane bina na kuthinika ni milimo ando mendaga gukaba matethekere kuo. Bwana Yesu asifiwe. Wana kuyenge maukaga marai mathi thibitari ugakora maborire tene kuringana na witikio uria we thĩinĩ waku. Jesus required to them those who came to him for healing. He required faith. Bwana Yesu asifiwe. Jesu asitũragwo nĩ imani. Jesu amakagua nĩ imani akona we oya nĩ imani agai mwene mũno uyo jina ũndũ wĩngĩ mwambĩtĩkĩre vinyo cio ũmathĩinĩ wakwa ũmũteithie akĩũria nĩ ũrĩ kwanyita bodyguard makiuga gũte mũndũ wa kũnyita na nĩ ũramenya vinyo wake nĩ wathiĩ akĩnauga ũũ my daughter imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe. Jesu akĩna maũndũ atĩrĩrĩ nĩ atĩa raithi kuga nĩ kuga mebia maku nĩ motheru kana nĩ waboruga nĩ ũrĩkũ wĩna raithi kuga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika Isaia 28 line 16, he is the chief cornerstone. Tutikavanoke gukira Jesu tukorwo twina nafasi ya kwirwa kana wabetia wetekere ngwa isuri kienda kwa ngwa isuri etekera baune wa na kanitha ndio wega kanitha ndio taina inegeme rege tore bare anondo rege ya kapio angadende soka rege ya inegeme na gaya uka kanitha wako getumwa utakoro kwenda ndio utakoro kwenda ndio. Bwana Yesu asifiwe. Inyaba utu wema mwe. Wema mwe. Exodus 23 line 20. Inaanza kiko makamuna muratuma makanida. Kiko maka because I will send my angel to go ahead of you. The warning is here. Usikatae akikubali kabisa na usilete rebellion, kwa sababu ni hatari sana kanisa kuongozwa na backslidden leaders. It is very dangerous for a church to be led by backslidden. Ataongolia anageyo dugoga kutio ndo musoku na kadini wote kwa wejete egitokorwa ni ataongolia anageyo wala geyo kanene matira takorongwa na matira takoywa neo magaga. And the sons and daughters in the church, because you are the sons and daughters, mwe kande mote daughters na sons. People, we are allowed to support the work of God. Their work is to support. When it's secure, mo manyiterera dunga tena ngai. Oh, kanisa no mionero. Ne no miona isawa. Wanawe wakinyekuka utoka. I was there in Genesis. Nilikuwa pale hiyo kanisa ikianza. Nafurahia vile iko. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa si ya materialist. Kuja kuangalia kuna kaja alafu unachomoka unaenda hiyo nyingine next. Unaangalia unaenda alafu unachomoka unaenda hiyo nyingine next. Unaenda alafu Yesu anarudi ukiwa nowhere. You are nowhere. Waacha tukue pamoja. Unaona hao watoto wetu tuwaone wakikua wakiwa mayuthi wakiwa mapastors. Bwana Yesu asifiwe. In the same ministry. Lakini si ati dualist. Tuko Mount Kenya, tuko Rongonot, tuko wapi? Tuko Mombasa kuogelea, tuko wapi? Yesu ni asoka. Tutaiko hapo. Tuko Mombasa na tuko Mount Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Namba Exodus irauga ni gutuma muraika athiĩ mbere yaku umenyerere
ndũkaregane na ũrĩa arakwĩra tondũ kiugo gĩakwa kĩ thĩinĩ wake. Haleluya. Kana symbolically nĩrauga mũraika ũrĩa mũbetwe wa kanitha ũyũ thĩinĩ wa Revelation rĩu na mũtirona araika a makanitha ngũrani thĩinĩ wa Revelation na korwo nũgoma Revelation rĩu mũraika wa kanitha ũyũ nĩ pastor wenyu. Mũmenyerere mũtikaregane nake tondũ kiugo gĩakwa kĩ thĩinĩ wake. Haleluya. Na wenyewe tunazia kila kitu kiko kwa neno. Na muwe kama kanisa ya Berea. Kanisa ya Berea magetaka kurudia uria hao wa kuthomithanagia mabuku ule mone kaale kuo na imani yao ikaenda juu sana. Na nyinyi msikute kanisa fugatu kuja na mahali pa kuandika na kitabu ya kusoma ili akihubiri kitu mna rekodi ili ukifika nyumbani hilo neno litakupewa. Bwana Yesu asifiwe. Na mutikaregane na mũraika wakwa ũrĩa ngũtũma athiĩ mbere yanyu nĩkenda mũgacĩre na kiugo gĩakwa mũmenyerere kiugo gĩakwa kĩ thĩinĩ wake. Koguo angĩkwĩra cenjia tondũ kiugo gĩakwa kĩ thĩinĩ wa. Haleluya. Basi laini ya mwisho ndio hii. Na kwa sababu you are the third day church, kanisa la siku ya ufufuo, siku ya kufufuka kwa Kristo, support the work of God. Bwana Yesu asifiwe. Support the work of God. Na utambue Kristo na umuelewe na ujue ndiye mwokozi wa ulimwengu. Naongea kuhusu Peter. Si lazima uwe umesoma. Regardless of the age, miaka yako haijalishi. Ikifika ni wakati wa judgment, hata angalia miaka ni wagani walifikisha miaka 100. Ni kazi yake iko kukuleta duniani kufanya kazi yake according to the assignment. Hii kanisa imewekwa hapa na iko na assignment yake kedemo. Hii si kama kanisa zile zingine kedemo. Ningeali niwe ni mwezi ya kidogo. Kanisa yetu ndio domo na ile singe kedemo. Kwa na assignment yake. Kwa na assignment elenganeleto wenengai. Na assignment hiyo ikiletwa ni wangu yoyo. Wanisi asifiwe. Ni atere wananga idoneka kwa siena gitomi. Nyema naweza kukushangaa pasta nikiona hiyo gari yako kabagere atigete matiga yekewe mugatume kanisa ati kokore promox kabagere yeterere matiga makutuma kanisa amana kwinga siagerero wale gokuwa matiga makabagere ni musiezi yakwe neideko ne amaroi amafao tegwa gogo wataupo kanisa bekagwa na gitomi wanakanisa na sio singeto kidemo na gitumi kanisa hiyo rona na gitumi kia hiyo na miaka ile ya ndo kidwe kanisa hiyo rona mbi na gitumi kia hiyo si ate gogo te toro ni mama maboya giroma kigosa mugate na kuonde kugoa aba bana gitumi you have a reason why you are here na gitumi mana hauka kwenda tendio sio tiga ukowe mchanganyike. Bwana Yesu asifiwe. Kila kanisa iko na sababu yake, kila gari iko na sababu yake kwa nini natengenezwa. Haleluya. Muziki na vikiki ndio ndomwe gani ndomwe ito weroyo no gwekerwa utakwenda kwa ongera kwa mwana wera bwoke bera kwa mwana no Isaia fotetikera wakati wana moki kambe tukera mwakire kana maere maero matika mokira wana mwakize ro kamusina ngoki goki nekia omata tukera walie laboratoire ya ngai sempre kan mese kina pedine go mai kwa mwakire ne mabere kogone umabi Isaia fotetikira kwa sawa
wanamungi kaikua njera nenga muruta aya tugira barato riri nuri kuno riko aire baikua njera makebingorerwa bemuraika bemuraika Paulo na Sila pesa ndio komiraga Paulo na Sila mabingo leo anatio adeni wewe naende wewe nakinya pita anabingolero kuwa nawe jelasia kwenu tinge kwetiria haleluya mwangi no menyane na Yesu uyu no mumenye wega no uri kuna nataka wirori ku haleluya kino mumenye kiwe tani uko na mumenye kini kwendea kumumenya totayenge nilinga obetukeretwe maundu muri no mwe na ningise wanamwe kwa mundu anarwara bila gaoma wanarwara kamulimo ukabiri wanabali ya polisi sisi tumane kwa usawa ipelekwa tengo gazo nyingi ibone na kutoka mulimo wanarwara haya waeko kiani kana lepo bai hebu wakorea wale kitanda likiwa ale kutena kitanda next uketi atia waketi atia uko kwa kile pasta tekwela uko kwa kile no kila kaika uko ukera kai na kinya usio nini kama kitanda liki gago tumikira na hiyo sia pasione na msio wako aya wauma wadiria wikigere wabyo bega okena jambo na nyenye kadida yake na ng'ombe ya kwatege tena jambo kwa soka kwa wale wanita sifiwe tusoke wananye na mnyelete kwega na vile kile msele kama mwita baba wako ni amuruka kwa yale daktari Mwenyewe hapa ile bakari ndezi kumwona ya okero worwa mbona kwa kodi leo wako wale gani kitanda kitena tonya wao mzee tuonane kesho na usikuje mapema leo aja nilesi security ya kwa mzee leo nati kwa kwa ndo kwanza muona kwa ai tieka ndo nime kule kanisa njoo mwana siku makine kule kanisa agipune kogu oi kile niko labda naona tarehe wangu ile ya kiroja ni sawa ndio muone tena ngajonge tutabu unge tutabu nyeni ngakapia kuko te kwenda kwa kona nini hapa ni porasi misua Bwana Yesu asifiwe. Wanawe uko hai kwa sababu kuna jambo unatakiwa ufanye. Kuna jambo unatakiwa ufanye. Ogie kanitha wake demo omererie umere Ngai wao aimore. Bwana Yesu asifiwe. No leo akuite ngoro ni kanitha akikuwa ngoro. Haleluya. Support the man of God. Hii kuna kitomi. Wewe hapa kanitha kwa teatro la muhimatika maino. Hii ni majukumu ya moyo na mtewira. Haleluya. Na kiengo makiere ukabenge na ndakuletea kati. Wirede. Wanaona mundu wake. Omenya mwene kanitha tio ni Kristo neke wa ngari. Kwena mitoni. Wanaisha sikiwa. Kanisa si hapo. Hii ililipiwa gharama hii. Na ni gharama ya damu. Haleluya. Na waenda kushindana nayo lazima ungangane na kiwango hiyo ya damu. Utaweza ungedenga polisi kana sigana na Yesu. Ungedenga sigana. Etongo nitokole bora. Na mukarolie buba. Weka rumbo na india baada ya ndugu au jamaa yangu makendera saokera. Saokera. Mzee kauka katea. Ona ke mudigari emue dosiambara dekagero nombe mutwe oginya
Aliotanire otoria kwandikitwo nĩguo akenie mũndũ ũrĩa ũmũhete wĩra ũcio. Nĩ mũigua? Mũikamĩri njoke. Ate? Njoke? Mwana mũthigari ndangĩkorwo thũri atahotanĩte mbara, no nginya abewe indo cia mbara, athiĩ arũe, agahotana akĩnekĩrwo andũ thũri. Wanamwe nĩ wĩra mũbetwe na mwabewa indo cia mbara, mwerwathiĩ mbara-rĩ, mwahotana mwĩkĩrwo thũri. Haleluya. No tũmenyerere atĩrĩrĩ, gĩkeno kĩanyu kĩothe nĩ gĩtuĩke maithori na mĩtheko ĩtuĩke kĩa mwamenya nĩ mĩcirimũrĩ bũrũri wa maithori mũthaithe Jehova mwĩna kĩana maithori. Mwanyita igũcokera kĩu atĩ mũmenye nĩ mĩcirimũrĩ mũrĩ atĩ mũrekara mũrore Google ũgĩka tũmamĩkia tũnini ũguo ũkona mwanawe kidogo tu makorwo maroretie nĩ ta arĩa mahũraga mũbira kandi mũtiona mũbira wa soka arĩa marona nĩ ũmonaga mistakes wanagũkĩra rivani acio nĩ ũmonaga mabĩtia na ũrĩa angĩkire engĩrie kinya karumwa we nawe wĩ ũkonokio ũrĩa ũyũ arĩa mainda ũkonokio nĩ ũmonaga mabĩtia gũkĩra we. Haleluya. Sini wao wanaonanga makosa. Acha niambie hivyo na wameokoka. Si umeokoka. Nisaidie na ngiri moja. Watu wameokoka wananyimanga 1000. Yes, hao jana. Mimi pia maleta kuma kwewe. Huko marangu kile kia na wale wende kentia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mfalme mwema mwaminifu Bwana wa majeshi uliye nguvu. Motisi karumbo karu utukufu ina ikora sande twakupa heshima na sifa zote ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote ewe Mungu umetukuka. Mara ya mwisho twakupa heshima na sifa zote ewe Mungu umetukuka. Ngoja tuombe. Mungu mwenye nguvu zote, asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya ili uliweka ndani yangu. Katika Ezekiel 3 kuanzia laini ya kwanza uliniambia ya kwamba nimeze hilo neno na nikunje liwe katika tumbo langu. Na Baba, nimesema hakika vile uliniambia. Baba, natuomba tengeneza kanisa lako sasa. Inua kanisa lako sasa. Viongozi wa kanisa hii na waweka mikononi mwako, kwa sababu katika mikono yako kuko na usalama. Katika mikono yako kuko na amani. Katika mikono yako kuko na uponyaji. Ponya wengi katika kanisa hii. Inua wengi katika kanisa hii. Mungu wangu na Baba yangu, wapatie nguvu zako sasa ili wakasonge mbele na wakajue wako hapa kwa sababu yako. Baba yangu na Mungu wangu, weka pesa katika mifuko yao ili kanisa lako lipate kitu katika dana lake, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu kwa sababu ya watumishi wako. Baba, wasikilie, wainue, wapatie nguvu Mfalme, kwa sababu katika nguvu zako watasonga mbele. Uinuliwe na utukuzwe siku zote, na katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Tuseme amen. Mungu awabariki. Mungu awainue. Asante kwa sababu ya kujikaribisha hapa. Thank you.
Amen. Hayo makofi yanatosha. Amen. Shangilia Bwana kwa ajili ya neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako kujenga kanisa. Mwambie kujenga kanisa. Muulize wewe uko tayari kujenga? Bwana asifiwe sana. Sasa mwambie lazima ukubali kukua mawe. Na hatutaki kelele kwa saiti ya kujenga kanisa. Bwana asifiwe sana. Hey, what a powerful word. Neno la Mungu na la wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuseme aje kwa mnenaji wa siku ya leo? Abarikiwe na sio mimi nimesema, ni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu. Tusimameni kwa miguu yetu. Tusimameni.